Assalamualaikum Ustazah, Profesor. Kisa chetu cha leo kinaanza na msichana ambaye alikuwa juu ya daraja. Hili daraja liko huko Korea. Huyu binti anaitwa Alia. Anasema kwamba hakuwahi hata siku moja kufikiria kama angeweza kufika hapa, akiwa na maamuzi ambayo yako kichwani kwake. Lakini leo hatimaye amefika hapa. Amesimama mbele ya mto uliokuwa sababu ya yeye kuacha maisha yake ya zamani. Na pia kulikuwa na msukumo mkubwa sana nyuma ya maisha yake ya nyuma huko, yaliyompa presha kubwa sana mpaka yeye kufika hapa. Je, ni nini hasa kimemkuta binti huyo? Turudi nyuma kwenye maisha yake ya zamani. Anasimulia hadithi yake yeye mwenyewe, akiwa anasema kwamba alikuwa ni mwanafunzi mwenye ufaulu mzuri kweli kweli. Kulikuwa na profesa, jina lake alikuwa anaitwa Fatihi, ambaye alikuwa ni jirani yake. Huyu mzee alijitolea kweli kweli kumsaidia huyu binti tangu akiwa mtoto mdogo katika gharama za masomo na kumsaidia binti kuingia chuo kikuu. Alimshukuru sana kwa upendo wake. Pia huyu binti alikuwa na rafiki yake wa utotoni, wamekuwa wote. Huyu mshikaji anaitwa Zidan. Huyu ni wazi alikuwa anampenda sana binti na binti alilijua hiyo. Wakiwa na furaha wakielekea nyumbani kwao Alia, binti akakuta kuna watu wengi sana. Baada ya kuingia ndani akagundua kwamba baba yake amefariki dunia, hivyo furaha ikageuka huzuni. Binti anasimulia, anasema kwamba hili halikuwa tukio lake kubwa kumpata katika maisha yake. Baada ya msiba alifukuzwa nyumbani. Binti akaenda kuishi kwa shangazi yake ambaye yeye alikuwa na mwana wake alikuwa anaitwa Ryan. Hawa wao walikuwa wanajihusisha na mambo ambayo yako nje kabisa na maadili ya binti aliyolelewa. Binti alikaa hapo ili kujihifadhi, akiwa na matarajio kwamba siku yoyote ataondoka hapo na kwenda huko, kwenda kuendelea na masomo yake atakapopata ufadhili. Hivyo akaamua kuvumilia tu maisha ya hapa ndani. Matokeo yake wakaanza kumchukulia kama mfanyakazi wa ndani bila hata kumpa heshima yake. Siku moja shangazi yake baada ya kufika hapa akamlazimisha kwamba binti siku hiyo asivae hijabu, ila amvalishe mavazi ambayo yatamwacha binti wazi eneo lake kubwa. Huyu binti alikuwa ni mrembo sana. Baada ya hapo akawa ametolewa nje kwa ajili ya wateja. Binti alijaribu kulipinga jambo hilo, lakini binamu yake akawa amefika hapo na kumchukua akampeleka kwa vibosile. Binti akaamua kuleta fujo. Binamu mnasemaga ni kinyama cha hamu. Ili kumfundisha tabia, akawa ameshiriki naye kilimo mdondoko bila ridhaa ya binti. Baada ya tukio hili, binti alimlilia sana Mwenyezi Mungu na kumwomba, na kwa bahati mbaya zaidi ombi lake la ufadhili ili kuelekea Korea kwa ajili ya masomo lilikuwa limekataliwa tena. Siku moja binti akiwa hajajitanda, anaonekana akiwa na mawazo makubwa sana na maeneo ni ya watu wa kidunia tu. Zidane akawa amefika hapa, anampenda sana huyu binti. Akawa ameshangaa kumwona binti akiwa katika namna hii, kwa sababu binti hakuwahi hata kumpa mkono huyu jamaa ili kumsalimia tu, kwa sababu bado hawajaoana. Binti akamwambia kwamba tafadhali achana na maisha yangu sio wajibu wako. Binti anazungumza maneno haya huku akiwa anatokwa na machozi. Dadan alishindwa kuendelea kuzungumza na binti kwa sababu binamu yake alikuwa hapo na tayari amekwisha kumtia maneno mazito kutoka eneo hilo. Hivyo jamaa akawa ametoka hapo. Siku iliyofuata mshikaji akamfuata binti na kumwambia kwamba mimi niko tayari kukuoa. Binti akamwambia hapana, mimi ni mchafu na mlango wangu umevunjwa. Mshikaji hakujali kabisa, akasema kwamba mimi nakupenda hivyo hivyo, nitakupenda, nitakujali na nitakuthamini. Mimi wewe kwangu bado ni wa thamani sana. Haya maneno yalimgusa sana binti na akawa amemwahidi kwamba hata mwacha aendelee kuishi maisha yale yale pale alipokuwa anakaa, na hawezi kuendelea kumwangalia binti akiishi maisha haya angali yeye jamaa yuko hai. Hawezi kabisa kukubaliana na hilo jambo. Akawa amemwahidi maisha mazuri binti na kumtimizia ndoto zake. Binti akawa amekubali kuolewa na huyo mshikaji. Mshikaji akaahidi kabisa kwamba anakuja kumchukua binti kutoka eneo lile alipokuwa anakaa kwa shangazi yake kwa kumtorosha tu, kwa sababu anaamini hawawezi kumpa ruhusa hiyo. Binti akawa ametoka hapo, akawa amejiandaa kwa ajili ya kukutana na jamaa zake. Sasa muda yeye katoka, binamu yake na vijana wake wanaanza kumtafuta binti kwa sababu ndio tunu pekee waliojaliwa hapa. Ni mrembo, anawaingizia pesa. Kwa bahati mbaya zaidi, Zadan akiwa njiani kuelekea kumfuata binti akawa amepata ajali mbaya sana barabarani na kuwa amefariki hapo hapo. Binti akiwa anaugulia maumivu makubwa sana baada ya kushuhudia mtu ambaye alikuwa ndio tarajio lake na tegemeo lake kubwa katika maisha yake anakufa mbele ya macho yake kwa sababu yake yeye mwenyewe. Bas, baada ya binamu yake kufika hapo, akawa amemchukua binti na kumrudisha katika maisha yake yale yale machafu ili aendelee na biashara yao ya kilimo mdondoko lile eneo. Sasa siku moja binti alipata nafasi ya kwenda kuonana na profesa wake, wakazungumza sana mambo mengi. Binti bado anapambania ndoto yake ya kwenda Korea huko, kwenda kujiendeleza kielimu. Profesa akamwambia kwamba nimepata suluhisho juu ya jambo lako hilo, lakini
sio jambo rahisi. Akasema kuna mwanamke ambaye anahitaji kugharamia masomo na maisha yako huko Korea kwa sharti moja tu. Binti yuko tayari kusikiliza hilo sharti. Sharti gani? Profesa akamwambia kwamba huyo mwanamke yuko tayari kugharamia kila kitu, lakini ni lazima ukubali kuolewa na mme wake. Binti alifikiria kwa muda jambo hili, kisha akamwomba profesa kwamba ninahitaji kumwona huyo mwanamke. Kweli wakafanikiwa kuonana na huyu mwanamke. Huyu mwanamke anaitwa Aisha. Yeye ni mgonjwa wa kansa kwa muda mrefu hivi sasa na amefika hatua ya mwishoni kabisa. Ndiyo maana alikuwa akimtafutia mme wake mke wa pili. Aisha alisema alikuwa amemwomba sana Mwenyezi Mungu akutane na msichana mwema ambaye atamfaa mme wake, na anasema profesa amekwisha kunielezea kila kitu kuhusiana na maisha yako, nimearidhia. Alia akawa amemuuliza kwa uchungu, kwa nini umeamua kunichagua mimi ili hali unajua kila kitu ambacho mimi nimekipitia katika maisha yangu? Aisha akamjibu kwamba ulioyapitia wewe katika maisha yako kwangu hayana maana, yaani maisha yako ya nyuma hayana maana kwangu mimi ninachokiangalia ni utu wako. Aisha akamkaribia na kumshika mkono na kumwambia kwamba mme wangu anaitwa Bumi, ni daktari bingwa huko Korea, ni mtu mwema sana, na wewe pia ni mwanamke mwema, inshallah mtapendana. Alia akavutiwa sana na subira pamoja na upendo aliokuwa na huyu mwanamama Aisha. Alia akawa amekubali ombi hilo. Basi baada ya siku kadhaa, kweli bwana Bumi pamoja na Alia wakawa wameuana, wote wakasafiri kwenda Korea. Aisha alimkaribisha Alia kwa upendo mkubwa sana kwenye nyumba yao na akamtembeza, na alikuwa amekwisha kumwandalia kila kitu ambacho alifaa kukipata kama mwanamke aliye ni mke wa pili katika nyumba ya mwanaume huyu. Binti alimwachia mpaka chumba chake ambacho yeye alikuwa na akitumia na mme wake. Hata hivyo, bwana mkubwa Bumi wala binti yake alikuwa anaitwa Suri, hawakuwa wamempokea Alia kwa upendo wao katika moyo, yaani hawakuwa wamemkubali kabisa binti. Siku ya kwanza tu Bumi akamwambia binti kwamba nilikuoa wewe kwa sababu lilikuwa ni ombi la mwisho la mke wangu Aisha. Basi najua pia ulikubali ndoa hii ili utimize ndoto yako tu ya kuja kusoma Korea. Hakuna haja tuishi kama mme na mke. Kisha mwamba akawa ameshuka chini akalala kwenye sakafu. Siku iliyofuata wakawa wametoka pamoja, Alia, mme wake pamoja na binti yake Suri. Mtoto akiwa anacheka na baba yake, lakini akimtazama Alia anajichekesha. Binti anakunja sura. Alivyofikishwa mtoto shuleni, Alia akataka kutoka ili akae mbele, akae pamoja na mme wake, lakini mwanaume akaweka begi lake kwenye kiti cha mbele ili binti asikae, na binti alielewa, hivyo akarudi kukaa nyuma. Wakiwa njiani, safari ilikuwa apelekwe chuoni, lakini bwana mkubwa akamwacha kwenye station ya treni ili binti apande treni, akiambiwa kwamba ndiyo shortcut ya kukufikisha chuoni haraka, shika kadi hii utalipia mbele kwa mbele. Binti akiwa haelewi sehemu pa kwenda, akawa amepigana kikumbo na mshikaji mmoja. Huyu bwana ni Mkorea anaitwa Hanel. Sasa baada ya kuzungumza, binti akawa ametambua kwamba bwana Hanel anaweza kuzungumza Kiindonesia, hivyo binti hana haja ya kujikakamua kuongea Kiingereza. Wakazungumza sana hapa na wakawa wamegundua kwamba huyu bwana mkubwa anaenda kwenye chuo hicho ambacho binti pia anaenda eneo hilo, hivyo ikawa ni rahisi sana binti kufika chuoni hapo bila kupotea. Baada ya kufika chuoni, kapokelewa na bwana mkubwa kwenye chuo hichi, anamwambia kwamba ninatakiwa kukuunganisha na mtu ambaye mara nyingi watu kutoka Indonesia huwa tunamkutanisha naye, na yeye ana uzoefu na wanafunzi kutoka eneo hilo. Binti anashangaa mtu anayekutanishwa naye ni bwana mkubwa yule ambaye wamekutana naye njiani. Hili jambo likawafanya hawa wawili kuwa karibu sana. Alia akamwambia bwana Mkorea kwamba alikuja chuoni hapa lakini bila kupata ufadhili wa aina yote. Vipi, ninaweza kuomba ufadhili nikiwa katika chuo hiki? Jamaa akasema kwamba ninawajua watu ambao wanaweza kukusaidia katika hilo. Vipi, ninaweza kukutanisha nao? Binti akawa amefurahi sana hili jambo na akamwambia mshikaji kama ikiwezekana afanye hivyo. Binti katika simulizi yake anayotusimulia anasema kwamba huyu bwana mkubwa Mkorea Hanel ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anamuita kwa jina lake asili Alia, kama mtu ambaye alikuwa ndio matarajio yake kuolewa naye bwana mkubwa Zidane ambaye alifariki katika ajali ya bodaboda. Jamaa ndiye mtu pekee alikuwa anamuita Alia, wengine wote wanamuita Haya. Sasa katika kutembea bwana mkubwa Hanel akawa amemfikisha binti katika nyumba yao anapoishi, na kwa bahati mbaya mme wake Alia bwana mkubwa Bumi akawa amewaona. Sasa huyu jamaa anagubu kinoma. Baada ya kuwa amesalimiwa na mke wake, mshikaji akawa amekataa kujibu chochote, akaingia ndani. Basi wakiwa ndani, Aisha akawa amejaribu kumsogeza Alia kwa binti Suri ili waendelee kuzoeana, lakini Suri alikataa kabisa mazoea, akisema kwamba yeye ana mama mmoja tu anayemtambua. Mume akawa amepita hapo, hivyo Alia akawa amejaribu kwenda kumuuliza kama amwandalie chai kama jinsi ambavyo ameelekezwa na mke mkubwa, lakini baada ya kufika hapa mshikaji akawa amekataa. Haina shida,
na akaondoka kabisa, taki mazoea na huyo mwanamke. Muda wa kulala, Alia analala kwenye kitanda, mwanaume yuko bize kujisomea hapa kwenye sakafu, na akichoka anauchapa hapo hapo kwenye sakafu. Binti akawa anatumia muda mwingi sana akiwa chuoni pamoja na bwana mkubwa Hanel. Mshikaji akawa amemfundisha na kumwelezea mengi sana, na akawa amemkutanisha kweli na watu ambao wangeweza kumsaidia kuhusiana na jambo lake la ufadhili wa masomo katika chuo hicho. Basi akapata nafasi ya kumpeleka Alia kwenye daraja la mto, ambako mwanzoni mwa filamu tumeona binti amesimama eneo hilo. Baada ya kufika hapo, mshikaji anamwambia kwamba miaka miwili iliyopita nilitaka kuangamiza maisha yangu hapa, lakini ghafla nilisikia adhana. Nilihisi kabisa kama Mungu ananiambia jambo kwamba hata kama dunia yote itakuacha, mimi sitakuacha. Hanel anasema kwamba pengine alihisi alikuwa ni mawazo yake tu, ama sonona ilikuwa inamsumbua katika kichwa, lakini la hasha, ilikuwa ni sauti ya Mwenyezi Mungu ilimwambia maneno hayo, na aliamini. Siku iliyofuata mshikaji akampeleka Alia msikitini, kwa sababu mara nyingi amekuwa akiwapeleka wanafunzi kuswali eneo hilo. Basi kijana ikabidi kumsubiri binti amalize kuswali. Binti alivyomaliza kuswali, alipotoka nje akamkuta Hanel akiwa ameshika Qur'ani. Binti akamuuliza, unaweza kusoma? Hanel akasema ndiyo, naweza kusoma lakini kwa tafadhali tu. Akamuuliza, vipi, wewe unaweza kusoma? Binti akasema ndiyo, mimi naweza kusoma. Mshikaji akawa amemuonesha aya moja ili binti amsomee. Binti akawa amemsomea, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake. Hanel akisema kwamba unajua, Qur'ani inanipa nguvu sana. Hili jambo likamfanya binti kutoka machozi ya furaha, lakini baada ya kuulizwa, binti akasingizia, dadangu ni mgonjwa sana, kansa yake imeendelea kuenea mwilini kote. Kijana akambembeleza na akamwambia kwamba bado tuna tumaini la Mwenyezi Mungu, anaweza kupona tu. Mwenyezi Mungu hawezi kushindwa na kitu chochote. Wakatumia muda mwingi sana wakiwa pamoja, wakatembea mpaka katika mnara wa Namsan, mahali ambapo wapenda nao huwa wanafika hapo na kuandika majina yao kwenye makufuri na kuyatundika hapa, hii ikiwa kama ni ishara ya upendo wa milele. Hanel akamuuliza binti, unadhani siku moja majina yetu pia yataandikwa hapa? Binti akajibu ndiyo, siku itakapofika utaandika jina lako na mpendwa wako. Hanel akatulia kidogo, kisha akamuuliza, kwa nini tusiandike majina yetu kwa pamoja hapa? Binti akashangaa, kisha ikabidi kumwomba radhi. Akamwambia kwamba yawezekana nakupa matumaini kwa sababu ya ukaribu wetu, lakini nilishindwa kukuambia mapema kwamba mimi ni mke wa mtu, tayari nimekwisha kuolewa. Akamwomba msamaha sana kwamba alipaswa kumwambia mapema jambo hili. Kisha akasema kwamba kwa huzuni, huenda utaniona mimi sio mtu mzuri, lakini nilipitia mambo mabaya sana huko nyuma, na njia pekee ya kukimbia hayo mambo ilikuwa ni kukubali kuolewa kuwa mke wa pili. Lakini Hanel akamshukuru kwa uaminifu mpaka binti kumwambia mambo yake ya ndani kiasi hiki, na akasema basi mimi ningefurahi tuendelee kuwa marafiki tu. Basi binti akawa amekubali jambo hilo, hivyo wakaendelea na stori zao. Ikafika wakati wa kurudishana nyumbani, mshikaji ikabidi kumrudisha mpaka nyumbani, na leo binti ikabidi kuwakutanisha wafahamiane. Binti baada ya kuwatambulisha kwamba huyu anaitwa Hanel, ni rafiki yangu, yuko chuoni huko tunasoma naye. Lakini mwanaume wakati anatambulishwa, yeye akawa amejiwahi akasema kwamba mimi ni kaka yake na Alia. Hili jambo lilimfanya mshikaji Hanel kushtuka na kutoa mkono hapo hapo, akaaga na kuondoka kabisa, kwa sababu amekwisha kuambiwa kwamba huyo Bumi ni mme wake Alia. Sasa wakiwa ndani ya lifti, mke na mme, mwanaume anamuuliza kwamba mmekuwa karibu kiasi hicho na huyu mwanaume, kiasi kwamba huyu mwanaume anajua kwamba mimi ni mme wako? Binti akasema kwamba hemu, usinione mimi wa namna hiyo, mimi yule ni rafiki yangu tu na sio vinginevyo kabisa, na hauna haki ya kunihukumu mimi. Hanel ananisaidia ili nipate ufadhili wa masomo tu katika kile chuo, na nikiupata huo ufadhili sitaki tena kuendelea na shida na wewe, tutaachana. Ikikupendeza utaandika talaka na utaniacha, na nitarudisha pesa zako zote ulizonigharamia mimi. Hali ya mke wa kwanza, mwanadada Aisha, hali yake iliendelea kuwa mbaya. Bumi akaingia hapo, lakini Aisha akamwambia kwamba unafuata nini leo hapa, mbona mimi sio zamu yangu? Binti akamsihi sana mme wake afungue moyo kwa Alia, pengine anaweza kupata faraja kule. Sasa jamaa akamuuliza mke wake kwamba kwa nini ulileta wazo la mimi kuoa mke wa pili, ili hali kabisa unajua kwamba mimi nachukia sana wazo la kuwa na mke zaidi ya mmoja. Na hii ni kwa sababu huyo kijana ametoka katika familia ya wake zaidi ya mmoja, na baba yake alikuwa akimtendea mama yake mambo mabaya sana baada ya kuoa mke mwingine. Aisha akamwambia kuwa nia yake ilikuwa ni njema tu na hakutaka kabisa kumwona mme wake akiwa na huzunika kwa muda mrefu baada ya yeye kufariki dunia. Bumi ikabidi kumjibu, je, mke wangu, umedharau kwa kiasi hicho upendo wangu kwako? Yaani kiasi kwamba mimi nianze kukuombea wewe ufe? Akamwambia kwamba mimi ninakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na leo unataka nikupende wewe kwa kipimo cha wastani. Jamaa ikabidi kumkumbatia mke wake
akamwambia kwamba nilimwahidi Mwenyezi Mungu na wazazi wako kwamba nitakupenda kama wanavyokupenda, na leo wewe unataka mimi nikupende kwa kipimo cha kawaida, kivipi? Basi akamlaza mke wake, kisha na yeye akawa ametoka hapo. Sasa baada ya kurudi chumbani, akamkuta Alia kapokea ujumbe fulani hivi, analukaluka kwa furaha. Akakaa pembeni yake. Mshikaji atoe kabisa ushirikiano kwa Alia hata kidogo, anamjibu kama mshikaji tu, yani anamjibu kichugachuga yani. Binti kabidi kumtolea uvivu. Unajua sina hisia na wewe tangu nimefika hapa. Umewahi kusikia hata nimekuomba kitu chochote kutoka kwako? Nipo hapo kwa sababu mke wako aliniomba iwe hivyo, lakini wewe pia ulikubali hii ndoa. Hii ilikuwa ni ahadi yako kwa Mungu, sio kwangu. Unapaswa kunitendea mema kwa heshima na uige mwenendo wa mtume wetu na ujifunze kuheshimu wanawake. Alimpiga somo zito sana mshikaji siku hiyo. Ghafla wakasikia kelele katika chumba cha Aisha, hivyo wakawa wameenda huko, wakamkuta Aisha amepoteza fahamu. Ikabidi kumkimbiza hospitalini. Alia akabaki na binti Suli nyumbani ili kumtazama binti. Binti hawamwii kawa msikivu, anamsikiliza Alia lakini hamuiti kama mama, anamuita anti. Siku iliyofuata, Mungu ni mwema, binti Suli pamoja na Alia uhusiano wao ukawa ni mzuri, na siku hiyo binti alimpigisha stori nyingi sana na kumfunza binti namna sahihi ya kuwa anajitanda. Kweli binti akawa amekubali kujitanda. Siku hiyo akawa ametoka hapo na wakaenda hospitalini. Sasa baada ya kufika hapo, mama yake anamuona binti yake amejitanda siku hiyo, na binti kafika hapo akawa amempa maneno ya Mwenyezi Mungu ili kumwombea mama yake. Mama yake kabidi kumuuliza nani amekufundisha hao maneno. Binti akasema nimefundishwa na Anti Alia. Anti Alia baada ya kufika hapo akamnyoshia mkono mme wake ili kumsalimia. Bumi kakaza akamtazama mke wake wa kwanza. Aisha akatoa ishara kwamba amsalimie, hivyo mshikaji kabidi kumsalimia tu huyu mwanamke. Bumi akamchukua binti yake hapa akakwepa ili kwenda kumnunulia kitu kizuri huko ili kumdanganya Suli asije akaingia maumivu juu ya kumwona mama yake akiwa katika hali hiyo. Aisha akabaki na Alia wakazungumza mengi sana. Aisha akamwambia kwamba nina furaha sana kwa sababu hatimaye binti yangu damu yake na yako vimeenda kuendana vizuri. Aisha anasema kwamba sasa hivi ni zamu yake, anataka kuondoka hapa akiwa na amani kabisa. Yaani anamaanisha anataka kuondoka katika ulimwengu huu akiwa na amani, kwa sababu anaamini binti yake yuko mikononi salama na mme wake yuko katika mikono salama ya Alia. Na binti Aisha ikabidi kumwomba Alia amwahidi kwamba hatoiacha kamwe familia yake, ataitazama na atailinda kama mboni ya jicho lake. Binti ikabidi kuahidi jambo hilo. Binti alipotoka hapo akaenda kwa Bumi, ikabidi kumkalisha kikao na akamwambia kwamba yani kuanzia sasa hizi mimi na wewe inabidi tutendene kwa heshima, tuangaliane kwa heshima na adabu. Ni heshimu kama mke wako, ili hali ya Aisha itakapotulia, ikiwezekana kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, kama atapona, mimi na wewe tutaachana, si ndivyo? Jamaa akasema sawa na akawa ameondoka hapo. Basi ikafika siku Aisha akatoka hospitalini, wakawa wamemsurprise bana. Familia siku hiyo imejumuika kwa upendo kweli kweli, watu wamechangamka kweli, nyuso zao zina furaha. Aisha akawa amemshukuru sana Alia kwa kumtunza binti yake alipokuwa hospitalini, na binti Alia akasema kwamba Suli ni binti yangu pia na ninampenda kweli, na akawa amemwomba mke mkubwa kwamba asijikatie tamaa, amwombe Mwenyezi Mungu ili amuone binti yake akikuwa mbele yake. Aisha akajibu kwa udhaifu kwamba ndoto zake zimebadilika kwa sasa, na sasa anachotaka ni kwamba atakapoondoka katika dunia hii amwache binti yake akiwa katika mikono ya mtu ambaye ni mwaminifu kwake. Hilo tu ndilo jambo ambalo analihitaji kwa sasa. Akamshika mkono na kumwambia kwamba ninajua kwamba ndoto yako haikuwa ni kuolewa na Bumi wala kuishi na Suli, lakini Bumi ni mwanaume mwema sana. Baada ya muda Bumi wakawa wamefika hapo na wakawa wametoka na mwanamama Aisha waende matembezini kidogo. Wakawa wamemwacha binti Suli pamoja na Alia wakiendelea na harakati zingine. Walipofika mbali huko, ikabidi kukaa sehemu ili kupumzika. Aisha akamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema zake, kwa neema ya ndoa yao, na mwanaume akamkumbatia mke wake baada ya kumuona anahisi baridi. Na mwanaume akamwambia mwanamke kwamba mimi nilikuoa kwa sababu ya upendo wako kwangu, kwa sababu ya mapenzi yako kwangu. Mimi nilihisi kabisa ninaishi na malaika na nitaendelea kuwa hivyo hivyo daima na milele. Sitobadilika kuacha kukupenda wewe. Chochote kitakachotokea na chochote kinachoendelea, wewe utabaki moyoni mwangu daima. Wakiwa nyumbani, hali ya Aisha ikawa ni mbaya zaidi. Familia wakawa wameshirikiana kwa pamoja. Mama akamsihi binti yake abaki salama katika mikono ya Alia, kisha akamwomba mme wake amsaidie shahada, naye akafanya hivyo. Machozi yakiwatoka, binti Aisha akawa amefariki mikononi mwa mme wake. Hili jambo liko limezua huzuni sana katika familia hii. Mwanaume akawa ametoa kwa heri malaika wangu nikupendaye kwa dhati. Sasa baada ya siku kadhaa, Hanel akawa amefika katika nyumba ya Bumi,
Na baada ya kufika hapa, Bumi akawa amemfungulia mlango. Hanel kafika hapa, moja ni kutoa pole kwa bwana mkubwa Bumi kwa sababu anajua amefiwa na mke wake mkubwa, lakini jamaa pia amefika hapa ili kusema kwa heri kwa binti Alia. Akawa amemuuliza Bumi na kumuomba apate walau dakika 2 za kuzungumza na Alia. Bumi akasema kwamba Alia ametoka na Suli, wamekwenda huko mjini mara moja. Bwana mkubwa naye ikabidi kusema kwamba nilikuwa nimekuja hapa kumuaga binti kwamba wiki ijayo ninaondoka, naelekea jeshini, na nakuomba Bumi pia ufikishe hongera zangu kwa binti. Ufadhili wa masomo yake umekubaliwa. Mwisho kabisa kwa amemfariji Bumi kwa msiba wa mke wake, kisha mshikaji akawa ameondoka hapo. Alia aliporudi, Bumi akampongeza akimwambia kwamba hongera kwa ufadhili wa masomo, lakini binti akasema kwamba yeye anafikiria kwa sasa kukanseli kabisa hilo jambo. Bumi akawa ameshangaa, kwa nini ufanye hivyo? Hiyo si ndio ilikuwa ndoto yako, ulikuwa unaitaka? Kwa nini tena ukanseli? Kwanza ulisema ukifanyikisha hilo jambo utataka talaka ili tuachane kabisa, utaki kabisa hii ndoa ili uivunje. Kuanzia sasa wewe uko huru, fanya utakachotaka na asante kwa msaada wako. Binti hili jambo lilimuumiza kichwa sana, akaenda kubeba virago vyake vidogo, akaweka kwenye kibegi kidogo, akaweka mgongoni na akawa ametoka hapo mbio, huzuni na simu akawa ameiacha ndani hapo. Sasa baadaye Suli akawa amemfuata baba yake, anamwambia kwamba Alia simuoni, Alia ameondoka na Suli amekwisha kumzoea wewe binti. Bumi ikabidi kutumia simu ya Alia ili kumpigia Hanel na akawa amemwelezea kila kitu. Sasa Hanel kwa sababu alikuwa anajua kabisa binti akipata mawazo mazito kama hayo wapi pa kukimbilia. Wakati huo sasa binti ameenda moja kwa moja darajani katika ule mto ambao tumeanza nao katika filamu hii, na ndipo filamu ilipoanzia hapa. Binti kafika hapa amekwisha kukata tamaa ya maisha, anahitaji kabisa ajiondoe katika ulimwengu huu kwa kupitia huu mto. Lakini kabla ya kufanya jambo hilo, Bumi akawa amefika hapo kwa wakati na akawa amemzuia, akamwomba radhi sana. Hanel pamoja na Suli wamesimama kando tu wanatazama hii picha. Alia ikabidi kumuuliza huyo mwanaume kwamba umewahi kuwaza jinsi gani ninavyojisikia ndani ya moyo wangu tangu ndoa hii ilipoanza, jinsi ulivyonipokea katika maisha yako? Umewahi kufikiria hata hisia zangu hata mara moja? Niliingia kwenye hii ndoa kwa ghafla, na hili ni moja kati ya jukumu langu zito sana kuliwahi kulibeba katika maisha yangu, kuchukua nafasi ya mke wako uliyekuwa unampenda kwa dhati. Binti anazungumza huku akilia, anasema kwamba najua una huzuni juu ya kumpoteza mke wako Aisha, lakini je, uliwahi kuzingatia hisia zangu hata mara moja tu? Bumi akalia akajilaumu sana na kusema ukweli kwamba amemwangusha mke wake Aisha marehemu na pia amemwangusha Alia. Lakini Alia akaanza tena kumfariji Bumi na akamwambia kwamba wewe ni mwanaume mwema, usijilaumu kiasi hicho. Basi Bumi akamwomba msamaha sana binti na akamwomba Alia ampatie nafasi ya pili. Awamu hii atajaribu kujirekebisha ili kuwa mwanaume mwema kwake. Binti amekwisha kumpenda huyu jamaa, lakini jamaa tu ndio alikuwa analeta makorokoro kwenye hii ndoa. Binti akamwambia kwamba nitajitahidi kwa namna yangu, nitakupenda hata kama sitofika katika levo ambayo Aisha alikuwa anakupenda. Wakawa wamekumbatiana kwa maumivu na Suli akashiriki kukumbatia wazazi wake, lakini Hanel akiwa pembeni anawatazama tu. Hivyo akawa ameondoka hapo na kwenda zake. Wakaanza kuishi maisha ya kawaida wakiwa pamoja. Bumi pamoja na mke wake wakawa wanampeleka Suli shuleni kama wazazi wakiwa pamoja, na binti Suli amekwisha kumpokea Alia kama mama yake mzazi. Sasa hivi hamuiti shangazi tena. Baada ya kutoka hapo, mwanaume ikabidi kumpeleka Alia baharini huko. Bumi akasifu sana ukuu wa Mwenyezi Mungu, akazungumzia kuhusiana na bahari ya Mediterranean iliyoitwa kwa sababu ya kuunganisha bara la Asia, Afrika pamoja na Ulaya. Bahari hii imeunganisha maeneo mengi sana muhimu, kwa sababu Bumi amekuwa mpole na anamtendea mke wake kwa ukarimu na namna ya tofauti kuliko hapo mwanzoni. Inaonyesha kwamba upendo ndani yao umeanza kuchupukia na kukua kwa kiasi kikubwa. Mwanaume amekuwa mwema sana, sio kwa mwana wake wala sio kwa mke wake. Siku moja wakiwa bize wanapika, binti akawa ameteleza kwa bahati mbaya, lakini Bumi akawa amemkamata na kumdaka kama Wahindi vile. Baada ya kupika wale, wakaamua kwenda kula, wakaenda kushiriki kilimo mdondoko. Baadaye wakaanza kukusanya nguo za marehemu mke mkubwa ili wazitoe kama jinsi ambavyo yeye aliwaomba wafanye hivyo. Sasa katika kukusanya Alia akapata karatasi, dokumenti fulani hivi za polisi. Sasa baada ya kuzitazama vizuri, wakaona hizi karatasi zinazungumzia tukio ambalo limewahi kutokea nyumbani kwao huko Indonesia. Baada ya kusoma vizuri, akagundua kwamba Bumi ndiye mtu ambaye alimgonga Zidane, rafiki yake wa utotoni, mtu aliyekuwa tayari kwenda kumwoa binti bila hata kujali kitu ambacho mwanamke huyu amekipitia katika maisha yake. Bumi akasimulia yaliyotokea ili kuomba radhi kwa mwanamke huyu. Akasema kwamba mke wake alimwomba waende Indonesia
kwenda kuona familia yake, lakini alishangaa baada ya kufika huko anamuona Profesa Fati yuko hapo, na binti kaenda kuzungumzia jambo, anahitaji mwanaume wake atafutiwe mke wa pili. Hili jambo halikuwa mpango wa mme wake na hawakuwa wamezungumza kabisa na mke wake. Walivyorudi kwenye gari wanaelekea Korea, hili jambo likazua mzozo mkali sana kwenye gari, kwa sababu mwanaume hakuwa amepanga hili jambo. Kwa nini mwanamke wake amtafutie mke mwingine? Sasa katika purukushani wanazungumza, umakini uko umekosekana barabarani, hivyo Bumi akawa amegonga Zidane kwa bahati mbaya. Na hapa sasa ndipo tunaambiwa kwamba Zidane baada ya kugongwa muda ule ule hakufariki pale pale barabarani. Wakati amebebwa ili kupelekwa hospitalini, alimwambia mwanamama Aisha kwamba mtafute msichana anaitwa Alia na umjali sana, kwa sababu hakuwa na mtu mwingine wa kumjali. Hili jambo lilimshika sana Aisha. Alia akamuuliza Bumi kwamba kwa nini ukuwahi kuniambia haya yote? Yaani kwa nini usubiri siku kama ya leo ndio niambie hiki kitu? Mwanaume akajitetea kwamba alikuwa anasubiri wakati unaofaa. Ali akasema kwamba ulikuwa unaficha hadi lini? Kwamba niko hapa kwa sababu una deni la kwamba uliwahi kumuua Zidane huko nyuma, si ndivyo? Binti akawa ameshikwa na hasira, akawa ametoka hapo, akatoka kabisa ili kuondoka. Bumi akajaribu kumfuata kutetea penzi, lakini binti akamwambia kwamba jaribu kuvivaa viatu vyangu, fikiria kwamba wewe ni mimi, unalazimika kuishi na mtu ambaye amemuua mtu ambaye ulikuwa unampenda. Aisha, ungeweza kukaa kwenye hivyo viatu? Sasa muda huo mtoto Suri akawa amefika hapo akimjaribu kumbembeleza binti ili asiondoke, tafadhali usiondoke, lakini binti akasema kwamba ninawapenda sana, kisha akawa ameondoka hapo. Sasa akiwa njiani akawa anamkumbuka sana Zidane, jinsi alivyokuwa amesimama upande wake, hata akiwa kwenye matatizo kiasi gani, jamaa alikuwa upande wa binti tu. Binti yako amerejea nyumbani kwao, akaenda kuzuru katika kaburi la Zidane, kisha akaenda kumtafuta mama yake Zidane. Mama yake akamwambia kwamba ninajua yote yaliyotokea katika maisha yako binti yangu. Anasema kwamba wakati huo baada ya kutokea matukio, Bumi pamoja na mke wake Aisha walifika hapa na kuniambia kila kitu kilichotokea, wakanililia na kuniomba msamaha. Mwanamama huyu akasema kwamba ile ajali haikuwa kosa la Bumi peke yake. Mama akasema kwamba haya yote ni kadari ya Mwenyezi Mungu tu. Zidane sasa yuko mahali pema. Akamwambia binti kwa uwazi kwamba mimi mwanangu, sikujua kwamba mwanangu alikuwa na upendo kiasi hiki. Alikuwa anatamani sana aione future yako, aone ukiwa umetimiza malengo yako, ndoto yako iwe imetimia katika maisha yako. Hiyo ndio ilikuwa faraja ya mwanangu. Akamwambia pia mme wako wa sasa Bumi bado ni mwanaume mwema sana na ni jasiri na ni mwenye kuwajibika kweli. Bumi na Suri wakuwa wamesafiri na kuja Indonesia kumtafuta Alia, wakuwa wamemkuta huko ufukweni. Bumi akamwomba msamaha kwa kumdanganya kwa muda wote, akasema kwamba anatamani wangeonana katika wakati ulio bora, sio katika kipindi kigumu kama alichokuwa amekipitia. Akamwomba kuwa ikiwa siku moja atahisi anaweza kuanza upya naye kama watu wawili waliokutana na kupendana, basi atamkuta yeye pamoja na Suri wakiwa wanamsubiri kwa upendo wa dhati, wala hawatokata tamaa kumsubiri huyu binti. Akamwita binti yake Suri. Suri akawa amekataa kwa mara ya kwanza kuondoka kuambatana pamoja na baba yake. Bumi akamshika mkono binti yake na kuwa ameondoka hapo, lakini Ali akawa amebaki analia kwa uchungu kwa kila alichokipitia, na waza namna ya kumsamehe Bumi. Lakini kabla Suri pamoja na baba yake Bumi hawajafika mbali, Ali akawa amefika hapo na kumshika mkono Suri. Binti yuko tayari na amekwisha kumsamehe Bumi, anaita kwenda kuanzisha maisha mapya wakiwa pamoja na upendo wao uendelee, ili kutimiza pia ahadi ambayo binti ameitoa kwa mwanamama Aisha. Wakaishi kwa furaha kubwa sana, na awamu hii Bumi akatokea kumpenda kweli kweli Alia. Alia akajisema kwamba hatimaye maisha yao yameunganika kama bahari ya Mediterranean iliyounganisha na kusafirisha meli nyingi sana za mizigo eneo hilo. Alia na ikawa imegundulika kwamba alikuwa na mimba ya bwana Bumi. Basi waliishi maisha yao ya furaha kama mke na mme, na wakasahau ya nyuma amekwisha kupita. Usisahau subscribe, kulike na kukomenti. Karibu Swahili Flix Empire. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran.